Bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya Kabeki TV, tunaendelea katika kipindi chetu cha sheria ya ndoa baada ya kumaliza kueleza masharti anayotakiwa kuwa nayo yule azauj, yule mtu mwenye kuoa. Tunaingia insha Allah katika kueleza kipindi cha almuharramat ala ta'bid na almuharramat biljam'i, kueleza wanawake ambao ni haramu kwetu sisi kuwaoa, ambao uharamu huu ni wa milele, lakini pia na wengine ni haramu sisi kuwaoa, lakini kiasli tunafaa kuwaoa, lakini uharamu unapatikana pale ambapo tutakapoamua kuwakusanya katika ndoa moja. Muallif rahimahullah anaanza kuwaeleza wale ambao ni almuharramat ala ta'bid, watu ambao ni haramu kuwaoa milele. Anasema almuharramat ala ta'bid 18, kwamba muallif anatueleza wanawake ambao ni haramu sisi kuwaoa milele ni 18. Anasema sab'u minan nasabi, 7 wanatokana na nasabu, manake ni ukaribu wa kinasabu. Wa sab'u minar radha'i, na 7 ni kutokana na kunyonya. Wa arba'u bil musahara, na 4 kwa ukwe, wanaitwa kwa jina hilo. Anasema sab'u minan nasabi madhkuratu fi qawlihi ta'ala, hawa 7 wametajwa katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ila akhiril aya, kwamba katika aya hii wametajwa watu 7 ambao ni haramu kuwaoa bimujarradin nasabi, kwa mujarradi wa nasabu. Kisha muallif rahimahullah katika taaliki anatuambia kwamba hadhihi almuharramatu 7, hawa ambao ni haramu, watu 7 ambao ni haramu kwa nasabu kuwaoa, uharamu wake ni bil ijma', kwa maana wanazuoni katika Uislamu, yani ijma' ya wanazuoni katika Uislamu wamekubaliana kwamba hawa ni haramu kwa ujumla wao kuwaoa. Walahunna dhabitun mukhtasar, na wao wanao kidhibiti ambacho ni chenye kufupilizwa katika kuwafahamu au katika kupatikana ule uharamu. Wa huwa tahrumu nisa'ul qarabati illa man dakhalat fil ismi waladil umuma au waladil ukhula, kwamba wale wanawake ambao ni haramu ni wale ambao kwa ujumla wao ni haramu, isipokuwa wale ambao wanaingia katika jina la uammi au jina la ujomba, kwa maana watoto wa ammi wamevuliwa katika hilo, ambao hao ni halali mtu kumwoa mtoto wa ammi yake au kumwoa mtoto wa mjomba wake au wa shangazi yake. Hao tu ndo waliovuliwa katika kipengele hiki ambacho tunachoenda kukieleza. Kabinti al-ammi, kama vile mtoto wa ammi wa kike, wa binti al-amma, na mtoto wa dada wa baba yako, wa bintul khali, mtoto wa mjomba wako, wa bintul khala, na mtoto wa shangazi yako. Wal hikmatu fi tahrimihinna, na hikma ya kule kuwa hawa ni haramu, anasema anna zawaja maqsadu min maqasidi tahdhibi nafsi al-insaniya, makusudio yake ni kuilea nafsi ya binadamu, biziadati tharwatiha min almawaddati, kwa kuzidi mapenzi, warahma wasakani, na ule utulivu, baina dhakari wal untha, kwa maana watu wanapooana ni unailea nafsi katika kuzidi, yani katika kuwa na mapenzi makubwa baina ya mke na mume. Walladhi baina almaharimi aqwa min dhalika, kwa maana hali hii ya kule kuzidi mapenzi, kuzidi arrahma, kuzidi utulivu, ni jambo ambalo ni lenye uhakika mkubwa wa kupatikana kwa hawa ambao ni haramu sisi kuwaoa. Maana yake mapenzi na rahma na utulivu unaopata kutoka kwa mama ni mkubwa zaidi kuliko unaopata kutoka kwa mke. Mapenzi, rahma, utulivu unaopata kwa uwepo wa dada yako ni mkubwa zaidi kuliko unaopata kwa mke wako. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo, kwa hikma hiyo, ndio maana ikapelekea hawa pia ni haramu kuwaoa. Lakini katika faida nyingine ya uharamu wa kuwaoa, anasema qala alulama, wamesema wanazuoni, inna sababa fi tahrimi al-ummahati wal banati, sababu ya kuharamishwa kuwaoa mama zetu
pamoja na dada zetu au watoto wetu wa kuwazaa wa kike, huwa anna alwat'i, ni kwamba kule kuingilia, idhlalan wa ihanatin, inatasawurika, inazingatiwa ni kana kwamba ni kitendo cha udhalili kwa huyo mwanamke ambaye anafanyiwa hivyo. Fala yaliqu bil asli wal juz'i, kwa hicho kitendo ikiwa kinatasawuriwa na kutazamwa kwamba ni kitendo cha udhalili, basi hakipendezi kufanywa kwa mzazi, kufanywa kwa dada, kufanywa kwa mtoto wako wa kike. Kwa hiyo ni katika faida na hikma mbalimbali na sababu zinazopelekea watu hawa kuharamishwa kuwaoa. Hasa kwa mujibu wa aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hurrimat alaykum ummahatukum, kwamba ni haramu kuwaoa mama zenu, kwa maana kila mtu ana mama. Kwa hiyo ni haramu yeye kumuoa mama yake, na hii inapanda mama wa mama yake, mama wa mama yake na kuendelea ila akhirih. Lakini kuna faida moja hapa tunaipata kwamba anasema muallif, amma allati atat min zinahu, ama yule ambaye atakuwa amepata mtoto wa kike lakini upatikanaji wake ni kwa njia ya zina, anasema fatahillu lahu, ni halali binti huyo kumuoa huyu mwanaume aliyempata huyo mtoto wa zina, ambaye mtoto huyo ni wa kike, kwa mujibu wa mtazamo wa kauli mashhur katika madhhabi Shafi'i, maana yake ni halali kumuoa, liannaha ajnabiyya anhu, kwa sababu ni nani? Ni ajnabi. Lakini muallif anatuambia naam, lakini yukrahu nikahuha khuruja min khilafi man haramaha wa humul hanafiyya wal malikiyya wal halabila, kwa maana ni makruhu kuwa kumuoa binti huyo japo ni wazina, khuruja min khilafi man haramaha, ili kuondoka katika khilafu ya wale ambao wamezingatia kitendo hiki ni haramu. Miongoni mwa wanazuoni waliozingatia kitendo hichi ni haramu ni Alhanafia walmalikia walhanabila. Maana yake ni kwamba kauli ya jumhuri alfuqaha wanasema hata kama utakuwa na binti yako ambaye umempata kwa njia ya zina pia ni haramu kumooa, lakini kauli ambayo ni mashuhuri katika madhhabi Shafi'i kwamba inafaa kumooa kwa sababu anazingatiwa si katika wewe na wala hakurithi binti huyo. Kwa hivyo, na katika kauli ya Imamu Shafi'i anasema kana yakrahu dhalika, Imamu Shafi'i alikuwa analizingatia hilo, lakini endapo itatokea ukamooa basi ndoa hiyo inasihi. Hii ni kwa mujibu wa madhhabi ash-Shafi'i. Kwa hiyo ni faida ambayo tunaipata. Anasema wa amma waladuha minaz-zina, ama yule mtoto wa huyo mwanamke ambaye amempata kwa zina. Huyu tulikuwa tunamzungumzia ni mwanamume ambaye ana mtoto wa zina. Hasa huyu mwanamke ambaye ana mtoto wa zina anasema fayahrumu bil ijma'i ala ummihi, kwamba huyu kijana aliyepatikana kwa njia ya zina ni haramu kumuoa mama yake bil ijma'i, wa ala sa'iri maharimiha, na wengineo katika wale ambao ni haramu yeye kuwaoa, yani ni haramu kwa mama yake, ni haramu kwake yeye kuwaoa. Wa huwa yarithuha, lakini pia huyu mtoto kihukumu anamrithi mama yake lakini hamrithi baba yake. Kwa hiyo ni haramu kwa mujibu wa aya kuwaoa mama zetu, lakini Mwenyezi Mungu akasema wabanatukum, na nani? Na watoto wenu wa kike, wa akhawatukum, na dada zenu, maana dada zetu ambao tumechangia nao baba mmoja mama mmoja au baba mmoja mama mbalimbali, ni haramu sisi kuwaoa. Wa ammatukum, na wale dada wa baba zenu ni haramu kuwaoa. Wa khalatukum, na wale shangazi zenu, maana yake dada wa mama yako au ndugu zake wa kike wa mama yako ni haramu wewe kuwaoa. Wa banatul akhi, na watoto wa kike wa ndugu yako. Wa banatul ukhti, na watoto wa kike wa dada yako ni haramu wewe kuwaoa. Kwa hawa tuliowataja ni watu saba ambao ni haramu sisi kuwaoa katika Uislamu ala ta'bid. Lakini wasabu min ar-radha'i, na watu saba ni haramu kuwaoa, lakini uharamu wake unapatikana kwa kunyonya. Kiasli ni kwamba hawa si hawakuwa ndugu zako, isipokuwa undugu na uharamu umepatikana pale ambapo wewe utakuwa umenyonya kwa mtu huyo. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa na Bi Amina, lakini katika waliomnyonyesha Halima Saadia ni miongoni mwa wanawake waliomnyonyesha Mtume. Kwa maana hiyo sasa ni haramu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa huyo Halima Saadia. Asli alikuwa anafaa kumuoa, lakini uharamu umepatikana
kwa kile kitendo cha kunyonyeshwa na Halimatu Saadia. Na mas'alatu radha ni masala ambayo yameelezwa na yana utaratibu wake, lakini kwa mujibu wa kitabu chetu yako masala hayo. Kwa hivyo tutakapofikia katika kuyaeleza utaratibu wake ili kuzingatiwa huu uharamu, tutaeleza kwa upana na yatafahamika vizuri. Kwa hapa tunawataja, mtu wa mwanzo ni al-umma, ni yule mwanamke aliyekunyonyesha. Yawezekana akawa sio mama yako kiasli kwa maana kwa kuzaliwa, lakini akawa ni mwanamke ambaye amekunyonyesha. Na matukio haya katika jamii yetu yapo, kwa sababu kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu anawatanguliza wazazi wao hali ya kuwa wapo katika hali ya kunyonya. Kwa hivyo jukumu la kuwanyonyesha analibeba mtu mwingine katika kuwanyonyesha. Huyo kijana aliyonyonyeshwa na huyo mwanamke, basi mwanamke huyo anakuwa ni haramu. Walbintu, na yule binti wa kunyonya, maana yake kwa huyu baba mwenye huyu mke wake, ambaye huyu mke ndio kamnyonyesha binti huyo, maana yake huyu baba anakuwa ni haramu kwa kumwoa binti huyo. Wal ukhtu, na yule dada ambaye mmekutana katika kunyonya, mmekutana kwa mama fulani mkanyonya wote, kijana wa kike na wa kiume, kwa mujarrad wa kunyonya, basi moja kwa moja huyo anakuwa ni haramu wewe kumwoa. Wala ammatun wal khala, pamoja na kaka dada wa baba, pamoja na shangazi ambaye ni katika upande ule wa kunyonya. Wa bintul akhi, na binti wa ndugu ambaye umenyonya naye. Wa bintul ukhti min ar-radha, na binti wa dada yako ambaye umenyonya naye. Hawa wote ni haramu, na uharamu wake umepatikana kwa kule kushirikiana katika kitendo cha kunyonya. Wa arba'u min al-musahara, na wanne wanatokana na al-musahara. Anasema muallifu rahimahullahu ta'ala, wa hunna, na hao ummu zawjati, ni mama wa mke wako. Una mkeo, maana yake na huyo mke wako ana mama yake, kwa yule mama yake ni haramu wewe kumuoa. Na uharamu wake anasema bimujarradi al-aqd, ni kwa mujarradi wa kule kufungwa ile ndoa. Ikishafungwa tu ile ndoa, moja kwa moja wewe ni haramu kumuoa yule mama. Hata lau talaqaha au matat qabla ad-dukhul, hata kama utamwacha yule mke wako au mke wako atakufa kabla ya wewe kumuingilia yule mwanamke, mujarradi kuwa ndoa tayari imefungwa, basi ni haramu wewe kumuoa mwanamke huyo. Wastamarra tahrimu ummiha alayhi sawa'u al-ummi min an-nasab au ar-radha, na unaendelea ule uharamu wa kumuoa mama wa mkeo sawasawa huyu mama yake atakuwa ni kwa nasabu, kwa maana aliyemzaa, au atakuwa min ar-radha, kwa maana amemnyonyesha tu lakini hakumzaa. Kwa hiyo ni haramu wewe kumuoa. Lakini wa pili, wa bintu zawjati idha dakhala bil ummi, na yule mtoto wa mkeo pale ambapo utakuwa umemuingilia mama yake, kwa maana ya kwamba umemuoa mwanamke ambaye ana mtoto wa kike ambaye ameshafikia umri wa yeye kuolewa. Baada ya kuwa hujamuoa mama yake unaruhusiwa kumuoa yule binti, lakini ukishamuoa mama yake baada ya kuwa umemuingilia mama yake, basi moja kwa moja haupasi, ni haramu wewe baba, wewe mwanamume kumuoa binti huyo. Lakini ikiwa bado hujamuingilia mama yake ukampa talaka, unaruhusiwa kuja kumuoa binti huyo. Lakini watatu wanasema wa zawjatul abi, na mke wa baba yako, kwa maana ya baba yako ana mke zaidi ya mmoja, wale wanawake walioolewa na baba yako, maana yake huruhusiwi wewe kuwaoa. Lakini pia muallifu rahimahullahu ta'ala, wanne kamtaja wa zawjatul ibni, na mke wa mtoto, maana yake huruhusiwi baba kumwoa mke wa mtoto wako. Hao ni katika watu ambao ni haramu, tumewataja bin nasabi, tumewataja watu ambao ni haramu birradha'i, na hawa mwisho tuliwataja ni watu ambao ni haramu bil musahara. Kipengele cha pili ni almuharramatu bil jam', ni wale wanawake ambao ni haramu kwa kule kuwakusanya. Maana yake ni kwamba asili ya hawa unaruhusiwa kuwaoa kwa mmoja mmoja, lakini pale ambapo utakapoamua kuwakusanya katika ndoa moja, hapo ndipo unapopatikana ule uharamu, ni jambo ambalo halipo. Kisha katika taaliki anasema wal hikmatu fi tahrimi al-jam'i, na hikma katika uharamu wa kuwakusanya, liannahu, kwa sababu jambo hilo yatasababu fi qat'i al-arham, linapelekea kukatika ule udugu, kwa sababu watagombana. Wakishakuwa katika sehemu moja watagombana, kwa maana inaweza ikapelekea kukatika ule udugu. Kwa hivyo, na ni kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zimekuja hadithi nyingi zikilikataza jambo hilo.
Anasema muallif rahimahullah, wal muharramatu bil jam'i, wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa kuwakusanya, kullu mraataini, ni kila wanawake wawili, bainahuma nasabun au radha'un, baina yao yani udugu wao ni wanasaba kwa kuzaliwa, au radha'i au kwa kunyonya. Kwa maana wakiwa na undugu wa aina hiyo, moja kwa moja wewe huruhusiwi kuwakusanya katika ndoa moja. Lakini akasema lau furidat, lau utakadiria, ihdahuma dhakaran ma'a kauni al-ukhra untha, haruma tanakuhuhuma kal ukhtaini wa kal mar'atin. Anasema hapa ametupa kanuni ya kuupata huo uharamu, ambao inatumika kama kidhibiti, kama dhabiti ya kupata uharamu. Uharamu ni kwamba dhabiti yake ni kwamba ukadirie baina ya hawa wanawake wawili ambao ni haramu kuwakusanya. Anasema lau furidhat ihdahuma dhaka, lau utakadiria mmoja ni mwanamume, maa kauni al-ukhra untha, na mwingine akawa ni mwanamke, ukakadiria hawa ni ndugu wawili, wamezaliwa baba mmoja mama mmoja, ukakadiria mmoja ni mwanamume mwingine ni mwanamke. Kwa hali hiyo, je, wataweza kuoana wao kama wao, ikiwa mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke? Ikiwa wao kama wao kuna uharamu wa kuoana, basi moja kwa moja ni haramu hao mabinti wawili kuwaoa katika ndoa moja kwa pamoja, kwa maana kwa wakati mmoja wakiwa katika ndoa moja. Kisha anasema akatoa mfano wake, kal ukhtaini, kama vile mtu na dada yake, wa kal mar'ati wa ammatiha, mfano mwingine kama vile binti fulani na mama yake mkubwa, maana yake dada wa baba yake, ukawakusanya binti huyo na dada wa baba yake ukawaweka pamoja, moja kwa moja hili ni haramu. Wal mar'atu wa khalatiha, ukamchukua mwanamke binti fulani na dada wa mama yake au ndugu wa kike wa mama yake, moja kwa moja ni haramu wewe kuwaoa wanawake hao kwa kuwakusanya. Faman tazawwaja imra'atan, yule mtu ambaye atakayemuoa mwanamke, haruma alayhi nikahu nahwi ukhtiha, ni haramu kumuoa ndugu yake wa kike, yani ndugu wa huyo mwanamke, sawa sawa udugu utakuwa ni wanasaba au udugu wa kunyonya. Anasema hatta tabina minhu alula, mpaka aachike yule mwanamke wa mwanzo. Manake ukampa talaka yule mwanamke wa mwanzo, basi utakapompa talaka ikiwa ni raj'iyya, maana yake moja kwa moja mpaka imalizike ida yake, na ikiwa ni ba'in, kwa maana ba'inul kubra, kwa maana ile ya talaka tatu, moja kwa moja unaruhusiwa kumwoa hata kama atakuwa hajamaliza ida yake. Mfano wake kasema ka anta muta au yutallikaha talakan ba'inan au raj'iyya, akawa mmoja amekufa au kamwacha. Anasema ka anta muta, ikawa mfano labda amekufa yule mmoja, baada ya kufa unaruhusiwa kwenda kumuoa ndugu yake. Au yutallikaha talaqan ba'inan au raj'iyya, au kamuacha kwa talaka ambao ni ba'in, kwa maana ba'inul kubra, ile talaka ambao ni talaka tatu. Ukimwacha huyo unaruhusiwa kwenda kumuoa, kwa sababu huyu uliyemwacha huruhusiwi kumuoa mpaka olewe na mtu mwingine. Kwa hivyo hapa sasa unaruhusiwa kwenda kumuoa huyo mwingine ambaye ni dada yake, au raj'iyya, au kamwacha talaka ambayo ni ya kurejea, talaka moja au talaka mbili. Watanqadhi iddatuha binisbati litalaqi raj'iyya, lakini huyu ambaye umemwacha kwa talaka rejea, inalazimu imalizike ile eda yake kwanza, ili ndio upate nafasi ya wewe kuweza kumrejea, kwa sababu mwanamke yoyote anapokuwa yupo katika eda bado anakuwa yupo katika milki yako kihukumu, anakuwa yupo katika milki yako. Kwa hivyo mpaka imalizike ile eda yake moja, hapo sasa ndipo wewe utapata nafasi ya kuweza kwenda kumuoa dada yake, ikiwa huyu haujamrejea. Lakini ikiwa utamrejea, maana yake ile nafasi ya kumuoa dada yake inakuwa haipo tena. Kwa hivyo tumeelezea katika kipindi hiki watu ambao ni haramu kuwaoa ala ta'bid, na tumewaeleza watu ambao na hali mbalimbali za wale ambao ni haramu kuwaoa bil jami'. Endelea kuwa nasi katika somo hili ili upate faida katika kuifahamu sheria ya ndoa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.